Hello. Naam, leo tena na kipindi kingine cha matengenezo ya simu. Leo tupo na simu ya button hawking, simu ya button ambayo ina changamoto ya kutowaka. Nimejaribu kubonyeza button ya kuwashia, lakini still bado sipati chochote kwenye mwanga ama kwenye kioo screen, sipati chochote. Na ni simu ambayo imekuja ikiwa imetoka kwa mafundi wengine. Sikufahamu kwamba walifuatilia kitu gani, lakini na wasiwasi kwamba inaweza kuta IC ina tatizo ama wameshaichokonoa kwenye IC. Kwa sababu nilichukua betri, nikaifuatilia kwanza, nikajaribu kuona kuna changamoto gani kwenye mfumo wa betri. Kwa sababu kumbuka, unapofanya troubleshooting zozote zile au matengenezo yoyote yale, lazima kwanza uhakikishe unaanza na betri source, kwa sababu tunaona simu haiwaki, na kama haiwaki tunazingatia kwamba je, inapata umeme wa kutosha. Kama inapata umeme wa kutosha, basi tutafuatilia vitu vingine, lakini cha kwanza lazima tuanze kwanza kuona umeme unakuanzia. Sasa najaribu kucheki kwenye betri hapa, terminal zake zinaonekana zimesha kwanguliwa, inaonekana ilipata kutu, basi ikakwanguliwa. Inawezekana mteja mwenyewe alikwangua akitaka kuona kama inaweza kachaji, hakufanikiwa. Basi nichukue multimeter niipime, ili twende moja kwa moja, tusichukue muda mrefu sana, ili tuone. Unajua simu iliyotoka kwa mafundi wengine, sijui ni wangapi, sijui ni mmoja wawili, sifahamu, lakini huwa inakuwaga ni ina changamoto ambayo inaweza kawa ni ngumu zaidi. Lakini leo tunataka tuone kama tunaweza kulitoa hili swala kwenye hali yake iliyopo na kuirudisha kwenye uzima. Sasa chanya hasi, chanya hii hapa ambapo ndo pamechokonolewa, na hasi yake hii hapa, tupate voltage zote, inaonekana iko 000. Sasa kutokana na kwamba naona betri na inakuwa iko hivi, basi nikawaza nichukue betri nyingine mpya ambayo nitaitumia kama testing kwa ajili ya kuwashia, kwa sababu simu haiwaki. Na tatizo kubwa linaloonekana la kwanza, inaonekana betri ni mbovu. Betri mpya hii hapa, kajaribu kutest voltage, na ukijaribu kuangalia hizi terminal hapa zina shine kabisa, bado ziko vizuri. Kwa hiyo lazima ujihakikishie kwamba hiki kitu kiko sawa. Sasa voltage tupime chanya, hii ni mpya, tuone kwanza na voti ngapi chanya. Lakini pia hasi tunapata ni voti 3.5. 3.5 inaweza kuwasha simu ndogo. Yeah. Sasa tujaribu kupima voti 3.5 na betri mpya kwenye simu hii ambayo inaonekana haiwaki, tupate majibu. Naam, baada ya kubonyeza button ya kuwashia, naona tatizo lilopo ni kwamba kioo kinawaka nyeupe. Kinawaka white peke yake. Sasa swali la kujiuliza ni kwamba betri ilipopata shida, je, ndio iliwaka yenye nyeupe ama iliingia kwenye maji simu ama ni kitu gani kilichotokea? Sasa wengi sana huwa wanatatizika sana na hili tatizo. Huwa wanasumbuka sana na hili tatizo. Kumbuka ni kwamba matatizo yanaweza yakafanana, lakini utatuaji ukawa ni tofauti kabisa kabisa kabisa. Jaribu kutoa sim card tuone. Unaweza kukuta tatizo limefanana, simu nyingi zinawaka nyeupe ya hivi, lakini still bado huwezi kulisolve the same kama ninavyoweza kulisolve mimi. Lakini wapo, kama unakutana na tatizo kama hili, basi endelea kufuatilia, unaweza kujikuta tatizo hili ndio sawa na ulionalo wewe, ama unapata mbinu mpya ya namna gani unaweza kulisolve tatizo ambalo utakutana nalo. Kikubwa ni kwamba mimi huwa naenda kwa troubleshooting zote, na hakikisha kwamba kila sehemu ambako nahisi kunaweza kuwa ni tatizo, na hakikisha nagusia. Pale ambapo tunagundua kwamba hilo eneo sio tatizo, basi tunahamia upande wa pili kuona kwamba tatizo tunalisovuje. Hii ni Electronics Repair Class TZ. Kama ndio mara kwanza unapata video hii, basi umefika sehemu sahihi ya kujifunza namna kufanya matengenezo ya simu, computer, printer, photocopy machine. Sasa tuko na kipindi cha matengenezo ya simu ambao ni hawking, inawaka mwanga mweupe. Kama hoja subscribe, basi gusa alama ya subscribe, like pia, share na comment ni muhimu, kwa sababu itaniongezea maarifa zaidi ya kufahamu ni nini kinatakiwa kufanyika na tukifanya kwa wakati gani. Okay, sasa utaratibu wa kufungua ni ule ule, hakuna utofauti wa kufungua. Nikijaribu kuicheki kwenye face ya mbele, inaonekana iko clear kabisa, sioni uchafu. Tukasema labda tuwaze kwamba button hizi zina shoti, lakini hakuonekani kama kuna shoti. Kwa kuwa inaonekana ni chafu, naweza nikatumia ka petroli kidogo kuifuta. Kama una Falcon ni nzuri zaidi. Ninazo zote mbili, Falcon na petroli, lakini leo nitatumia petroli kwa sababu ndio iliyozoeleka kutumika. Nitatumia petroli kidogo kwenye button hapa, kwa kuhisi kwamba hizi button inaweza kuwa labda zina shoti, ama kuna njia inaweza kuwa inaunganisha vitu ambavyo haviko sawa. Yeah. Usikimbilie moja kwa moja kwenye processor, kwa sababu kuna mambo mengi sana yanaweza kusababisha tatizo hili, ikiwepo kioo chenyewe kuwa kibovu ama processor yenyewe kuwa na shida. Sometimes kuna resistors ambazo zinapeleka mawasiliano kule,
lazima uhakikishe unafuatilia kimoja baada ya kingine. Usijaribu kwenda kwa haraka, kwa sababu unaweza kujikuta sasa unaharibu badala ya kutengeneza. Kama nilivyoambiwa kwamba imetoka kwa fundi mwingine, sikutaka kujali sana kwamba alifanya kitu gani, lakini ninachodili nacho mimi nawaza kwamba naweza kuitibu. Maelezo kutoka kwa fundi mwingine baada ya kuwa mteja ameitoa kule, ameniambia kwamba fundi anasema processor ina shida. Sasa sikutaka kuliamini moja kwa moja, kwa sababu usijaribu kumwamini mteja moja kwa moja kwa tatizo analolielezea. 1 2 3 4 5, button ya kubonyeza kuashia huwa ni namba 5 kutokea chini. Kama umeifungua hivi, still bado inawaka white ile ile. Okay, tujaribu kuona kitu kingine cha kufuatilia. Nimeambiwa kwamba shida iko kwenye processor. Sasa siwezi kumwamini mteja moja kwa moja, kwa sababu yeye sio fundi, na fundi pia anaweza kumueleza hivyo, kwa sababu pengine anaona amepata ugumu wa kulitatua tatizo hilo, akaona tu amueleze, pengine mteja aondoke na imani kwamba ilifeli kwa sababu hiyo. Lakini mimi nimeamua kuwaza kwamba nifuatilie, kwa sababu baada ya kuwa nimechunguza kwamba kama alifungua kwenye processor sioni, nikijaribu kucheki hichi kibati hapa, nikicheki kwa umakini sana kwa kuangalia huku pembeni kote, naona hakijafunguliwa. Sasa kama hakijafunguliwa, siwezi kusema moja kwa moja kwamba ni processor, wakati sifahamu ni kweli ni processor au ni nini, maana hajaifungua. Sasa kama angekuwa labda ameifungua, basi ningechunguza zile njia pale ambazo zinaonekana kuwa na tatizo. Pengine ningesema labda ina shida kwenye processor, labda alifungua karibu, ama ingekuwaje. Kicheki hii simu ina uchafu mwingi sana 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 sana. Jaribu kukunguta kidogo. Anyway, napenda sana kufanyia kazi mazingira ambayo ni masafi, lakini sasa inapokuja kazi ni chafu, no way out, we can deal with it. Jinsi hivyo ilivyo. Sasa nitumie Falcon kwanza kusafisha kwa hapa. Kwa huku nyuma, hizi zote ni hatua za troubleshooting. Unapofanya kitu lazima ufanye troubleshooting. Troubleshooting ni uchunguzi wa haraka wa kugundua tatizo. Sasa kwa kuwa bado hatujaanza kupima vipimo, bado tunataka kuona kwamba vitu ambavyo vinaweza kama vinazuia kama shoti labda, ama kama labda ni kutu zimezuia sehemu fulani, tunataka kufanya hivyo, lazima kwanza tusafishe ili tuone. Yes, baada ya kusafisha naweza kufikiria kwamba hii Falcon ilifika mpaka humo ndani, kwa hiyo niipashe kamoto kidogo sana, si lazima upashe sana. Kamoto kidogo tu kwa ajili ya kuyeyusha hiyo Falcon, kwa sababu nao pia inayeyuka, ina evaporate kwa haraka. Kwa hiyo ni kamoto kidogo tu. Lakini pia tutafikia hata hatua hii ya kufikia kuipasha processor, lakini kwa baadaye sana. Kwa baadaye sana. Okay. Sasa tujaribu kuchukua tena battery to connect baada ya kuwa tumemaliza kuisafisha kwa nyuma huku, kuhisi kwamba kunaweza kuwa na uwezekano wa short sehemu fulani. Tujaribu kuwasha tena. Still bado inawaka vile vile. Still bado inawaka vile vile. Na nikijaribu kutikisa kioo sioni kama kuna mtikisiko wa mwanga labda. Hapana, inaonekana tu kuwaka nyeupe bila mtikisiko wa mwanga. Kitu ambacho naweza kukifanya hapa si kuifungua hii, isipokuwa nitahakikisha napima voltage zinazotoka kwenye battery kufata mpaka kwenye njia ambayo inakuja huku kwenye processor. Hilo ni wazo la haraka ambalo unatakiwa ulifikirie kwamba sawa, voltage battery iko sawa, ina charge, lakini je, voltage zinazoenda huku zikoje? Wazo la haraka kwanza nijaribu kutumia power supply. Hii naona itakuwa ni njia nzuri zaidi. Kama voltage zitakuwa ziko chini sana, voltage ambazo zinaenda kwenye kwenye upande wa processor, naweza kutumia power supply, kwa sababu power supply itakuonesha kwamba ni kwa namna gani voltage ziko tofauti. Sasa nitatumia hizi terminal za power supply, chanya, then hasi. Yes. Na power supply unaweza kaiona mkono wako wa kushoto kwa juu, kwenye kona ya mkono wako wa kushoto kwa juu ina voti 4.5. Ngoja ni plug in kwanza hizi terminals za hii booster. Hii boot, okay, tayari isha kuwa plugged in. Na power supply kule haionyeshi current yoyote ile. Maana yake inaonyesha hakuna short yoyote ile inaonekana kwenye njia ya kwenda kupeleka umeme kwenye kwenye power supply, kwenye processor. Kwa hivyo kumbe hata hili wazo ambalo nilikuwa nimelipata kwamba nipime voltage zinazotokea kwenye terminal hapa kwenda kwenye processor, hakuna ulazima, kwa sababu power supply inatuonyesha kwamba hakuna current yoyote ile wala milliamps yoyote ile ambayo inaonekana kutoka kwenye upande wa terminal kuelekea kwenye processor. So it means processor iko normal, iko sawa, njia zote ziko sawa. Tujaribu kuwasha kwa kutumia power supply. Yes, button ya kuwashia nimepress na unaona milliamps kule zimeanza kupanda kwenye current, lakini still bado tunapata vile vile mwanga ambao ni hafifu, bado una shida. Sasa
unaweza kufikiria kwamba labda shida ni nini, kama processor kule ilionyesha kwamba haina tatizo lolote lile kwenye power supply. Nizime power supply na kuiwasha tena. Nimezima power supply then nimeiwasha tena. Unaweza kuona. Oh sorry, ilizima kabla simu haijazima. So, okay. Simu izime kwanza, yes simu imezima. Niwashe sasa. Okay. Tukijaribu kuangalia kwenye current kwenye power supply kule, current hazionyeshi chochote kile. So it means kwamba kama umeme umeuplug in vizuri na current haionekani hata kidogo, manake kwenye mfumo wa processor hakuna short hata kidogo. So it means wewe unachotakiwa kukifanya ni kufuatilia vitu vingine. Kingine ambacho unaweza kufuatilia labda ni kioo ama capacitors ambazo zinaizunguka kioo. Kwa sababu kama power supply, I mean processor inaonekana iko sawa na mteja amekuja anasema processor ina shida, kwenye kipimo cha power supply inasema processor hakuna tatizo, tunakuja kupima capacitors, resistors ama coil ambazo zinakuja moja kwa moja ama zinaleta umeme na mawasiliano yote kwenye kioo, ikiwa ni pamoja na kupima kioo chenyewe. Kioo tunakipimaje? Inabidi kutoa na kuweka kioo kingine. Before kutoa na kuweka kioo kingine, unaweza ukakitoa, yani ukakiondoa chenyewe na ukaja ukarudishia tena, ukatest tena kwa mara nyingine. Hiyo ni hatua nyingine nzuri. Sasa labda tunachoweza kuanza kukifanya ni kupima hizi njia vikapacitors vidogo vidogo ambao vinaonekana hapa, huku tukiwa tumeplug in umeme na tumewasha. Hicho ndio kitu ambacho tunatakiwa kukifanya, kwamba unawasha simu, unapima hizi njia. Sasa niwashe simu, cheki kule kwenye current. Simu tayari imewaka, okay? Kama simu imewaka, nilaze vizuri hapo. Yes. Then nitumie microscope. Natakiwa kutumia microscope kwa sababu havionekani vizuri, ili pia uweze kuona kwamba tunaenda kupima vitu gani. Okay, tayari microscope nimesha set on, then tuingie kwenye microscope. Ya hivi ndivyo jinsi inavyoonekana. Na simu ipo on mpaka sasa. Tujaribu kuibonyeza. Jaribu kucheki kwenye power supply kule. Kibonyeza button, simu inawaka na power supply itakuonesha voltage kule kwamba simu iko on. Unaona miliamps ziko 3. Sasa nataka kupima hizi njia hapa. Kama unaweza kuona hizi njia ukifuatilia kwa makini, zinaonekana hizi njia zinaenda moja kwa moja mpaka kwenye nini? Kwenye hii miguu ambayo iko hapa kwenye kioo. Hii miguu hapa ambayo iko kwenye kioo, kwa kufuatilia hizi njia jinsi zinavyotembea. Zinazotokea hapa kwenye hizi resistors, na hivi ni vifuse hivi ope sana, ni vifuse alafu hiki cha huku kinaonekana kama kikapacitor. Kwa hiyo sasa nitadili kwanza na hii resistor hapa kuona itakuwa na voltage ngapi, lakini pia nitakuja kupima voltage ambazo nitazipata kwenye upande wa hizi fuse. Je, zinapitisha voltage? Lakini ugumu ambao nauona sasa utapatikana ni ugumu wa kuiona power supply. I mean kuiona multimeter. Ngoja nijaribu kuona namna ya kuiset multimeter then ni kuonesha. Okay, uwezekano wa kuipima kwa kutumia multimeter huku nikiwa nimetumia microscope, nimeona kidogo kumekuwa na changamoto. Sasa nitapima kwanza mimi mwenyewe bila kukuonesha multimeter, then nitakuja faster kupima kwa kutumia njia ambayo wewe multimeter utakuwa unaiona. Kikubwa tu ni kwamba nataka kuhakikisha voltage ambazo nazipata hapa. Nikijaribu kucheki voltage hapa, naona hii resistor inaonesha ina ohms 10 kwa 9.9, maana yake iko inapitisha umeme sahihi kabisa. Capacitor hapa, capacitor inaonekana ikiwa na k ohms au kilo ohms ambao ni 240 kwa 230 na inaonekana iko sawa kilo ohms. Lakini pia tukijaribu kucheki huku, hii hapa ni nini? Hii ni capacitor. No, hii ni fuse, okay? Hii ni fuse. Yeah, fuse inaonekana inapitisha ohms ya 7.7 kwa 7.8. Inaonekana iko sawa. Hiyo itakaonekana kwamba ina 0.0.0, hiyo itaonekana kuwa na tatizo. Yeah, itaonekana kuwa na tatizo. Kwa mfano nimejaribu kucheki hii hapa, hii ni capacitor. Hii capacitor hapa inaonekana kuwa na 0.0.0. Haionyeshi chochote kile ambacho kinaonekana kwamba kinaweza kikawa ni voltage. Sawa, tuhamie upande wa pili ambapo ni huku. Tuone hapa napo vipimo vyake vimekaaje. Kwa sababu hapa napo pia panachukua njia zake zote, taarifa zake zote kuja kwenye upande wa kioo. Lakini kioo kinaonekana kama kina mkanda wake umelose kiasi. Yeah. Kioo kinaonekana kama mkanda wake umelose kiasi upande huu.
Jaribu kucheki hapa, naona kama hii miguu haijashika vizuri kama mingine. Jaribu kucheki hata kwa risasi kwenye hii mingine miguu. Na sasa kwako vizuri, lakini kwenye hii unaweza kuona hapa. Yeah. Kwa hivyo kumbe pia tuna tatizo la mkanda kutokuwa umeshikilia vizuri. Pamoja na kwamba tuna kapasita moja ambayo inaonekana ina shoti, lakini pia kwenye mkanda hapa kunaonekana kuna shida. Okay, basi hapo tutatakiwa kuchomelea then tupate majibu. Kwanza turudi normal. Okay. Sawa, sasa multimeter ulikuwa huwezi kuiona, sasa nirudishe hapa ili uweze kuiona. Wakati huo simu ipo on. Simu ipo on, inawaka. Sasa nataka tupime kwanza huku ambako tulikuwa tumepima kwenye ohms za resistor hii. Hii resistor ilionekana kuwa na ohms 10 ambapo ilikuwa ikirudi nyuma sometime inakuja kwenye 9.9 ya kama hivyo. Hizo ni ohms ambazo zilikuwa zinapatikana hapo. Okay, sasa unaweza kuona kwamba kwenye upande wa ohms zinazopatikana kwenye hii resistor ambayo ilikupo hapa au hii resistor ambayo inaonekana hapa, ni vile tu kwamba nikiwa nimetoka kwenye microscope huwezi kuiona, lakini unaweza kuona kwamba hii resistor ina 10 kwa 9 point ngapi. Na nikijaribu kucheki kwenye hii capacitor hapa ambayo imekaa kama fuse, inaonekana iko open line, maana yake haina mwingiliano wowote. Nikijaribu kucheki kwenye hii hapa itakaoonekana kuwa na 0.0, nimeshaeleza kwamba hiyo ina tatizo. Hii inaonekana kuwa na 7.9 ama 8. Hii ndio inaonekana kuwa na 0. Hii ambayo iko kwa pembeni huku ilionekana kuwa na 0.0, lakini nafikiri inaonekana kuwa na 0.0 kama njia ya short fulani hivi. Sasa ukiangalia inaonekana iko normal. Nafikiri baada ya kuwa nimeachanisha huu mkanda huku ambao nimeuona kama una leakage, una damage huku, basi ako kadalili ka short kameondoka. Sasa kitu ambacho naweza kukifanya, naweza kuhisi kwamba kumbe nimehangaika na vitu vingi, lakini waweza kuta huo mkanda ni tatizo. Yeah, na sikufuatilia kwenye kioo, nilijaribu kwanza kufuatilia njia ambazo zinaingiza umeme upande wa kioo. Sikuona kama kuna njia hii ambayo ya kioo imeachia. Labda tujaribu kuifanyia soldering, tuichomelee tuone majibu yatakayotokea ni yapi. Ndio maana ikasema kwamba kuna uwezekano mkubwa sana tatizo ukawa limefanana, lakini utofauti wa kulitatua ukawa ni mkubwa sana. Pengine tukachomelea hapa ikawa imefanikiwa ama ikawa imefeli. Yeah, na swala la kujiuliza ni kwamba na kibaya zaidi pia ni kwamba miguu yenyewe iliyokuwa imekatika ni miwili tu, afu iko closed sana na kuwa imeungana. Yaani wewe unaona kama imeungana kumbe imekatika. Na hicho ndio kinaweza kusababisha. Ndio maana kwa najaribu kufikiria kwamba kama mafundi wamejaribu kuichunguza afu wanasema processor ina shida, inakujaje kwamba processor ina shida na wakati hajafungua kwenye kibati cha processor kule. Nimeichomelea miguu hiyo vizuri. Nijaribu kutest tena tuone. Mimi nafikiri hapa tatizo tulikuwa tumelitibu kikamilifu. Kikubwa tu ni uchunguzi. Unajua usipofanya uchunguzi kwa kina, kuna uwezekano mkubwa sana ukafeli. Oh, still bado inawaka vile vile. Oh my god. Kumbe tatizo ni kubwa zaidi, kama ni tofauti na vile tulivyofikiria. Maybe sijaifanyia soldering vizuri, ama nifanyie soldering yote tu, kwa sababu kama imeonyesha njia moja mbili zilikuwa zimeachia afu hazionekani na sikuziona kwa haraka, kuna haja ya kuifanyia soldering. Na hii ni moja pia matengenezo ambayo nilishasema kwamba unaweza kuifanya kama njia ya matengenezo pia, kwamba unafanyia soldering yote tu, kioo chote unakiondoa na kuweka upya, ama unaweka kioo kingine. Lakini unapofikia tu kuweka kioo kingine, lazima kwanza ujihakikishie kwamba hicho kioo kingine unachokiweka ulishajaribu kupima kile kioo kilichokuwepo kweli, ukaona ni tatizo, yaani hakuna shida nyingine kwenye upande wa socket. Lazima ujihakikishie hivyo. Yeah, nimefanyia soldering vizuri, hapo kwamba itakuwa iko sawa. Kijaribu kuichunguza kwa macho ya haraka haraka. Sasa inaniwazisha kwamba kwenda kwenye step ya kuondoa kioo na kuweka kioo upya, ama kuweka kioo kingine, kwa sababu kama oh wow. Wow. Kumbe shida ilikuwa ni soldering bwana. Unajua unaweza kuchukua muda mwingi sana, mpaka sasa tuko kwenye dakika 20 sasa. Ndani ya simu moja, tunapambania simu moja. Kumbe shida ni soldering tu. Lakini
ni sawa, hatuwezi kusema kwamba labda pengine hatukuwa makini. Hapana, kwa sababu unapofanya matengenezo lazima uende step kwa step, kwa sababu kwanza kinachokuchanganya ni yale maelezo anayokuja nao mteja. Sasa anapokuja na maelezo mteja ambayo anazungumzia kwamba kulionekana kuwa na tatizo kwenye processor, ukiwaza moja kwa moja kwamba processor, unaweza kaingia kwenye processor kaanza kuipasha au kung'oa na kutafuta nyingine na kuweka, lakini bado tatizo likabaki pale pale. Kumbe hujadili na hatua ndogo ndogo za kuanzia ili uone kama tatizo kweli ni hilo ama ni namna gani unaweza kulisolve. Kwa hiyo tukijaribu kuangalia iko vizuri kabisa na iko perfect. Iko perfect. Haionekani kuwa na tatizo lolote. Hebu tujaribu kubonyeza button kwanza. Tujaribu kubonyeza button zingine hapa. Okay. Jaribu kubonyeza button ya button moja inafanya kazi, 2 inafanya kazi, 3 inafanya kazi, 4 inafanya kazi, 5 inafanya kazi, 6 7 7 8 9 0 nyota LED. Salam. Okay, zote zinafanya kazi, button zinafanya kazi vizuri. Hakuna tatizo lolote. Tukijaribu kuizima inazima vizuri tu. Tukijaribu kuizima inazima vizuri. Na tukijaribu kuiwasha tena jaribu kuiwasha button ya kuwashia, okay? Inawaka vizuri. Hii ni Electronics Repair Class TZ. Sasa tumeweza kufanikiwa kulitibu tatizo hili la hii simu, lakini kwa njia tofauti tofauti za kufuatilia mpaka tunafikia hatua ya kugundua kwamba kumbe kioo kilikuwa kinatengeneza shoti, ambayo hiyo shoti ilikuwa inakuja kuwasha kioo katika mfumo mwingine wa tofauti wa uwakaji wa nyeupe peke yake bila kuweka signal nzuri za processor. Kitu cha kuzingatia zaidi ambacho tumekifuatilia ni kwamba tumeanza kwanza kukagua kama ilifunguliwa chikibati hapa. Haikufunguliwa na mteja anasema processor ina shida, lakini hakikufunguliwa kibati. Tukaamini tunaweza kuitibu. Kitu kingine tumefanyia usafi maeneo yote. Baada ya kufanyia usafi kila kitu kikaonekana kiko clear. Kufanyia usafi upande wa button kila kitu kiko clear. Wakati napima hizi njia hapa ambazo zinaingiza mawasiliano kwenye kioo, ndio nikaja kubaini upande huu kioo hakijachomelewa vizuri. Yani kama kiliachia njia, pengine simu ilidondoka, mkanda ukakatika, basi kioo kikawa kimetengeneza ka short, kwa sababu kinaonyesha kinagusisha dalili ya short. Kwa hiyo kikawa kinatengeneza ka short ambao kunapelekea kapasta moja huku kuonekana kama ina tatizo, lakini mwisho wa siku baada ya kuchomelea vizuri kila kitu kimeenda normal na kimeenda clear. Hii ni Electronics Repair Class TZ. Kama hujasubscribe basi unaweza kusubscribe, lakini pia comment, share, like, vyote vitakuwa ni vizuri zaidi. Electronics Repair Class TZ, we are for you. Bye.